Katika kuelekea sikukuu ya Pasaka, ofisi ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam kwa kusimamia kampeni ya Moyo wa Mama ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kushirikiana na Clouds Media Group kupitia kipindi cha Njia Panda chenye kampeni ya Moyo wa Mawingu, wameungana kwa pamoja kuwashika mkono wa heri ya Pasaka watu wenye mahitaji maalum wa mkoa wa Dar es Salaam. DSM Ustawi Digital, jamii yenye ustawi, furaha yetu. Nichukue nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kukutana mahali hapa kwa ajili ya kushirikishana katika hizi nyakati za sikukuu. Kwanza nipongeze serikali katika kusapoti wale wenye mahitaji, lakini pia niwapongeze Clouds katika kuanzisha hizi kampeni ambazo zinakuwa zinawagusa watu tofauti tofauti wenye mahitaji. Kwa kweli Mungu azidi wa bariki na baraka zikawafikie. Lakini pia uongozi wa shule ya Marvel Massive Junior Academy ukaona ni vyema na sisi tukasapoti jitihada za serikali, lakini pia za media tofauti tofauti katika kuwasapoti wale wenye mahitaji maalum na wale wasiojiweza. Kuja kushirikiana na wenzetu wa Clouds kutoa chochote kile ambacho sisi Mungu ametujalia, kuhakikisha na nyinyi wana Dar es Salaam mnaweza kusherehekea vizuri sikukuu ya Pasaka. Kupitia ngazi ya mkuu wa mkoa pamoja na serikali kuu, kwa vile ambavyo tutaweza kushirikiana na Clouds, kwa sababu Clouds wamekuwa ni mahiri sana kuwajali watu wenye ulemavu na wale ambao wanaishi kwenye mazingira magumu. Wamekuwa wanafanya matukio haya kwa siku zote, ikiwemo Pasaka, Christmas pamoja na Eid. Sasa mimi kama mkurugenzi ninaahidi kabisa hapa mbele ya Mheshimiwa Mwakilishi Mkuu wa Mkoa pamoja na viongozi wa Clouds kwamba sisi tutakuwa bega kwa bega nao na tutahakikisha kwamba siku zingine zote zinazokuja tutajitahidi kukusanya kila ambacho tunapata ili kusudi na nyinyi muweze kuzifurahia siku zote zinazokuja mbele. Niwaambie wa Tanzania kwa pamoja, na mimi mwenyewe nikiwa ni mmoja wa wadau ambao mara nyingi hutumia kipaza hichi kuwapigania watu ambao wenye uhitaji. Hakuna kitu kizuri sana katika vitu vizuri sana ambavyo vimeelekezwa kwa namna kubwa sana katika ibada mbalimbali ambazo Mwenyezi Mungu ameziweka, lakini kuna ibada ukiifanya, ibada hiyo inakutengenezea mambo mengi sana na inakufungulia mambo makubwa sana. Ikiwa mwanadamu atafanya mambo yote, lakini kabla hajaondoka katika ulimwengu wa dunia, kabla hajakufa, mwanadamu huyo atatamani afanye ibada ambayo ni ibada atatamani apewe hata muda mwingine ili aendelee kuitekeleza. Si ibada nyingine isipokuwa ni ibada ya kutoa sadaka. Mwanadamu yoyote atakapokuwa anaondoka sasa kwenda katika maisha ya akhera, kwa maana ya kufa, atatamani aje kufanya ibada, na si ibada nyingine isipokuwa ibada ya kutoa sadaka. Jamii yenye ustawi, furaha yetu. Naye afisa ustawi wa jamii wa mkoa wa Dar es Salaam Bwana Nyamara Elisha aliyekuwa akisimamia zoezi hili kwa upande wa serikali, huku akimwakilisha mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Mheshimiwa Albert Chalamila kwa kuzingatia kampeni ya Moyo wa Mama, alikuwa na haya ya kusema. Na leo wakati huu wa sikukuu za Pasaka tukasema pia tuendelee kuwaita Watanzania waje kutuunga mkono kuwashika watu wenye mahitaji. Na Isaac Mao amesema, na ninyi wenyewe nimepita pale nikiwaambia kwamba tulilenga makao ya watoto ambayo yako Tuangoma, yana watoto wenye ulemavu ule mkubwa kabisa ambao hawezi kusimama, hawezi kukaa, hawezi kula, wanahudumiwa huduma zote na mtu mwingine wako pale. Kwa hiyo kikundi ni kituo ambacho tulikilenga kwa angalau tukifikie kwa vile ambavyo Watanzania watatoa na Moyo wa Mama, basi uende kwenye kituo kile. Lakini pia tuna wazee ambao wamebahatika kupata watoto, lakini watoto wamewatelekeza na hawawahudumii. Lakini wako wazee ambao hawakubahatika kupata watoto, lakini pia jamii haijawahudumia. Tumewachukua, tuko nao kwenye makao yetu ya Mshikamano pale Ubungo, makao yetu ya wazee pale Msimbazi na makazi ya wazee Lunge. Tulilenga maeneo haya matatu, lakini tukaongeza na chuo cha watu wenye ulemavu Yombo ambacho
Kwa hiyo tulikuwa tunakusanya baadhi ya vitu kutoka kwa wahitaji, tuunganishe na vilivyopo vya moyo wa mama ili angalau twende kwenye vituo hivyo. Wakati tunafika hapa kuja kupokea vitu hivyo, tukakutana na umati huu wa watu wazima ambao hawakuja kwa bahati mbaya, wamekuja kwa sababu na wao ni wahitaji. Lakini tukasema na wenzetu wa Clouds Media, hawa nao ni wahitaji na chochote kinafanyika kwa maamuzi ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu karuhusu hawa waje na hatujui kwa nini kawaruhusu wafike hapa. Sisi ni nani tuambie tawanikeni ninyi hamuhusiki? Hilo likatuia gumu na mioyo ikasita, na tukasema basi kile tulicho nacho tukifungue kutoka kwenye mizigo mikubwa tukiweke kwenye mizigo midogo midogo, angalau kila aliyefika hapa basi hawa ameonja moyo wa mawingu, hawa ameonja moyo wa mama Dr. Samia Suluhu Hassan, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo sisi tutajitahidi kwa kila ambacho Watanzania wameguswa wamekileta mahala hapa, tutahakikisha tunakigawa angalau kila mmoja atoke na chochote. Akizungumza mwakilishi wa uongozi mzima wa Clouds Media Group katika hafla hiyo, Dr. Isaac Maro ambaye ni daktari na mtangazaji mahiri wa kipindi cha Njia Panda na aliyekuwa akiongoza kampeni hii ya Moyo wa Mawingu, ameeleza yafuatayo. Moyo wa Mama amekuwa akifanya kazi kubwa sana na yenyewe kuhakikisha kwamba kila Mtanzania anashikwa mkono kwa kupitia uongozi thabiti kabisa wa mkoa wetu wa Dar es Salaam chini ya kaka yetu Mheshimiwa Albert Chalamila. Wakawa wamesema basi tushirikiane pamoja ili tuweze kuhakikisha kwamba wana Dar es Salaam wanafikiwa, ili hata sikukuu angalau waione sikukuu ya Pasaka wakiwa wanatabasamu kidogo. Kwa hiyo leo tumekutana kwa sababu hiyo, ikiwa ni muungano wa kampeni ya Moyo wa Mawingu pamoja na Moyo wa Mama na kukufikia wewe. Kama alivyokwisha sema Douglas, dhamira ilikuwa ni kwenda kwenye vituo vya watoto yatima na tulikuwa tumejipanga kwa hilo. Lakini tunasema ya Mungu, ndio sisi tunapanga lakini Mungu ndiye anayeamua. Tulijua tukija hapa tutakutana na watoto, lakini tumekutana na watu wazima wenye uhitaji. Kwa hiyo kabidi tukae vikao vya dharura tukubaliane tunafanyaje, kwa sababu wote wana nini? Wana uhitaji. Matokeo yake tukakubaliana kwamba bwana basi tugawane kidogo kidogo, kwa sababu dhamira ya kwenda kwa watoto iko pale pale na tutasikia kutoka uongozi wa mkoa. Kwa hiyo ili watoto wafikiwe, lakini sio tu watoto, na sisi watu wazima na sisi pia tufanyeje? Tufikiwe. Jamii yenye ustawi, furaha yetu. Nao wadau mbalimbali walioshiriki katika kufanikisha zoezi hili kwa kushirikiana na mkoa pamoja na Clouds Media Group walikuwa na haya kusema. Wananchi wameonyesha mwitikio mkubwa sana. Ilikuwa tufanye ndani ya ukumbi wa Natoglo, lakini mpaka sasa ukumbi umejaa na nje kule watu wamejaa, na kwa kifupi ni kwamba mwitikio umekuwa mkubwa sana, na hii imetuonyesha pia kwamba kuna uhitaji mkubwa sana wa matukio kama haya, kwamba sisi ambao Mungu ametubariki kwa namna moja ama nyingine, basi tuweze kuangalia na wengine ambao pengine hawajabarikiwa kama si kwa namna ya kipato. Na sisi tumeona pia kwamba tunaposhirikiana pamoja na serikali pia tunafanya kitu kikubwa zaidi. Wananchi leo hapa watapata mchele, wananchi watapata maharage, wananchi watapata nguo, pamoja na vitu mbalimbali ambavyo hivi tulivikusanya kupitia kampeni ya Moyo wa Mawingu ambayo ilikuwa inaendeshwa kupitia vituo vyetu vya Clouds FM pamoja na Clouds TV, bila kusahau Clouds Digital, ambapo tulikusanya vitu mbalimbali, tukavifata, tukavipokea, tukavikusanya pamoja na vitu vingine ambavyo navyo pia vilikusanywa na ofisi ya mkuu wetu wa mkoa wa Dar es Salaam chini ya uongozi thabiti kabisa wa kaka yetu Albert Chalamila, ambaye pamoja na timu yake nzima ya ustawi na yenyewe nao walikuwa wanakusanya. Kwa hiyo tuna vitu mbalimbali ambavyo tutavigawa hapa kwa ajili ya wananchi ili nao pia waweze kusherehekea sikukuu ya Pasaka vyema kabisa, wakifurahia na wao kama sisi wengine ambao Mwenyezi Mungu ametubariki kwa namna moja ama nyingine tukawa tuna vitu na uwezo. Tukio la leo ni tukio ambalo tunaunganisha nguvu kwa maana ya Clouds Media Group, lakini pia na serikali kwa upande wa ofisi ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Lakini upande wa serikali tumekuwa tukitembea na Moyo wa Mama Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye ameonyesha moyo wa kuwashika mkono wahitaji katika vipindi mbalimbali, vipindi vya sikukuu za kitaifa lakini na sikukuu pia za kidini. Na mkoa wa Dar es Salaam tumefanya hivyo wakati wa mwaka mpya, kaunganisha na Christmas,
ambapo tulifanya na wenzetu wa Moyo wa Mawingu, lakini pia Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa akaja kukabidhi Moyo wa Mama kwenye viwanja vya pale Umla, ambapo watoto kutoka kwenye makao ya watoto waliweza kupata misaada mbalimbali kutoka katika makao 10 ya mkoa wa Dar es Salaam. Lakini pia wakati wa Idi tuliuendeleza Moyo wa Mama na wenzetu kupitia Moyo wa Mawingu, pia tukawashika mkono wahitaji mbalimbali, ambapo tuliita wazee kutoka makazi yetu ya wazee Nunge, lakini chuo cha watu wenye ulemavu, lakini pia tukawashika mkono na wenzetu wenye ulemavu. Sasa kwa kutembea na mambo haya mawili, Moyo wa Mawingu na Moyo wa Mama, kwa kuendelea kuwaonyesha Watanzania kwamba tunatakiwa kuwasaidia wenzetu ambao wana mahitaji maalum, basi kipindi hiki nacho sikukuu za Pasaka tukasema angalau tuwaite Watanzania wajitokeze mwenye chochote kwa ajili ya kuwashika mkono wenye uhitaji, ambapo sasa matarajio yetu yalikuwa ni watu 170 ambao walikuwa wanatoka kwenye makao ya watoto na makazi ya wazee. Lakini kama mlivyoona tumekutana na idadi ya wahitaji 400 ambao tumewakuta hapa viwanjani tayari wamefika, lakini huduma tuliyokuwa nayo ilikuwa ni ya watu 100 na kadhaa, na sasa hapa tuna watu 400. Sasa ni watu ambao ukiwaona kwa kweli mtu ana uhitaji kulingana na hali alionayo. Sasa tukaona badala ya kuchukua kilo 50 tuwape kituo kimoja, tumeona angalau basi tugawe hizo kilo 50, kilo 100. Kwa mpaka sasa hivi tuna kilo 500 za mchele, tuna maharage, tuna sukari, lakini badala ya kuvipeleka vyote kwenye kituo kimoja au vituo vitatu tulivyokuwa tumevitambua, tumeona basi tugawanye kidogo kidogo, angalau kila aliyefika katika watu hawa 400 aweze pia na yeye kutoka na chochote. Kwa hiyo makusudio yetu na matarajio yetu yalikuwa watu ni 100 kama 70, lakini mpaka sasa hivi tuna watu 400 na kadhaa ambao wamefika hapa, na wote ukiwaona wana uhitaji kama ambavyo na ninyi wenyewe mmewaona. Sisi pia tumeungana na kituo cha television cha Clouds pamoja na Moyo wa Mama kutoa mchele ambao kwa ajili ya kuwasaidia hawa wenzetu ambao wana mazingira magumu, wanaishi kwenye mazingira magumu na wengine ni walemavu. Hakika imewewa kufanya hivyo kwa sababu kutoa ni upendo, na tunaona kwamba kwa siku hii ya Pasaka wao pia wanahitaji kupata faraja na kuweza walau kujisikia kwamba nao wanasherehekea sikukuu hii. Jamii yenye ustawi, furaha yetu. Moja ya kitu ambacho kina faida kubwa sana na kina kheri kubwa sana kwa yule ambaye ataweza kukishika katika mafanikio ya kidunia, lakini pia hata katika mafanikio ya akhera, ni pale ambapo mtu ataweza kutoa sadaka. Sadaka, ndugu yangu, ina faida kubwa sana na ina kheri kubwa sana na ina baraka ya hali ya juu sana. Yoyote ambaye mwenye kutambua hilo na akalishika kwa kulifanya, maana yake anakuwa amejitengenezea kitu kikubwa sana katika vitu vikubwa sana. Nikukumbusha ndugu yangu unayenitazama ya kuwa Mwenyezi Mungu anaeleza ndani ya Al-Qur'an Al-Karim, anasema lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, yani hamwezi kuingia peponi mpaka mtoe kile ambacho Allah tabaraka wa taala amejalia katika vile ambavyo mnavyovipenda. Maana yake mna haki ya kutoa sadaka, mna haki ya kuwasaidia wale ambao wana uhitaji wa hali ya juu sana. Sadaka inaondoa mikosi, sadaka inaondoa nuksi, sadaka inafungua milango ya kheri na milango ya baraka. Ukimpa mwenzio akasema alhamdulillah, maana yake wewe kuna kitu umekitengeneza katika maisha yako. DSM Ustawi Digital, jamii yenye ustawi, furaha yetu.